cha wafanyakazi wa migodi na nishati hapa Tanzania, ambacho kwa kirefu kinaitwa National Union of Mines and Energy Operators Tanzania. Na kwa Kiswahili kama nilivyosema ni chama cha wafanyakazi wa migodi na nishati hapa Tanzania. Sisi ni chama ambacho tunafanya kazi kwenye migodi yote hapa nchini, lakini pia tunafanya kazi kwenye maeneo yote ambayo yanahusisha na masuala ya nishati. Tumewaiteni hapa, lengo ni kwa ajili ya kuwapa taarifa ya ni nini tunakwenda kukifanya katika maadhimisho ya sherehe za Mei Mosi kwa mwaka huu. Sisi kama chama cha wafanyakazi, sherehe hizi zinatuhusu kwa sababu ni maadhimisho ambayo wafanyakazi wote duniani wanafanya kumbukumbu ya harakati hizi za wafanyakazi duniani na hapa nchini. Sasa mwaka huu sherehe zetu sisi kama chama cha wafanyakazi wa migodi tutazifanyia mjini Tabora. Kwa hiyo leo tukimaliza kikao hapa na mimi tutakuwa tunaelekea Tabora ambako maandalizi yote yameshafanyika kwa ajili ya kufanya sherehe hizo. Hatutafanya kwa maandamano bali tutazifanyia ukumbini kama ambavyo tulikuwa tukifanya kwa miaka yote. Kwa hiyo hakuna sababu yote ya ama walinda amani kuwa wana wasiwasi kwamba tutakuwa tunawahitaji kwa ajili ya shughuli yote ya kulinda amani na chochote, kwa sababu zitakuwa ziko ndani ya ukumbi. Itakuwa ni kongamano tu ambapo tutakuwa tunakutana na wanachama wetu pamoja na waajiri na ambako shughuli zote za sherehe hizi zitafanyika kama hotuba na kutoa zawadi kwa wafanyakazi bora. Ni kwa nini tumepeleka sherehe hizi Tabora? Kimsingi kwanza, kwa miaka yote hatujawahi kufanya sherehe Tabora. Tumefanya katika mikoa mingine mbalimbali hapa nchini, lakini Tabora tulikuwa hatujawahi kufanya. Na Tabora kwa sasa ni eneo ambalo sasa linaanza kupata uwekezaji katika sekta zetu za migodi. Kwa ni mahali ambapo tukienda tunaenda kuhamasisha pia baadhi ya waajiri pamoja na wafanyakazi ambao wanaanza kufanya kazi kwenye migodi kuanza kufahamu chama chetu na kuanza kujiunga na chama chetu. Lakini pia sababu ya pili ya kwenda Tabora ni kwamba mkakati wa awali ulikuwa ni kufanyia sherehe hizi Singida. Sisi NUMET pamoja na vyama vingine ambavyo haviko ndani ya shirikisho la TUCTA tuliiomba serikali iweze kulishauri shirikisho lililopo la TUCTA liweze kutupa mwaliko wa kushirikiana nao kuandaa sherehe hizi mjini Singida ili tuweze kushiriki kwa pamoja, ili kwa pamoja tuweze kuialika serikali, kwa sababu serikali imealikwa, serikali ni mjini. Lakini kwa bahati mbaya shirikisho hilo halikuweza kutushirikisha kuanzia awali kwenye maandalizi, na badala yake wametuita baada ya kuwa wameshamaliza maandalizi yote ndipo wametupa mwaliko. Sasa katika kipindi ambacho wametupa mwaliko tayari Singida kulikuwa kumeshajaa. Hakuna mahali pa kulala, hakuna mahali ambapo waajiri wetu pamoja na wafanyakazi na viongozi wetu wangeweza kupata mahali pa kufikia. Kwa hiyo ikawa ni ngumu kwetu kufanyia hizi sherehe Singida. Lakini pia kufuatia mwaliko wao tunamtuma makamu mwenyekiti taifa kwenda kutuwakilisha kule. Kwa hiyo tunatumaini kwamba kama kutakuwa kuna chochote ambacho kitatakiwa kutoka kwenye chama chetu, basi makamu wetu mwenyekiti taifa ataweza kutuwakilisha. Kauli mbiu yetu mwaka huu haitaenda mbali sana na kauli mbiu ya wenzetu, kwa sababu mwaka wa uchaguzi iko kwenye maandalizi, na itakapokuwa tayari itatambulishwa rasmi kwa vyombo vya habari na kwenye sherehe zetu, lakini itagusia zaidi tukio kubwa la mwaka huu ambao ni uchaguzi. Sisi NUMET ambao ni chama cha wafanyakazi ndani ya migodi na kwenye nishati pia ni wadau wa uchaguzi. Sisi ni wananchi ambao tuna haki ya kupiga kura, lakini pia kuna baadhi ya wanachama wetu wanaweza wakawa ni wagombea kwenye nafasi mbalimbali za kiserikali. Kwa hiyo uchaguzi mkuu unatuhusu, na sisi kauli mbiu yetu italenga zaidi kuwaomba wadau wote wa uchaguzi wanaoandaa uchaguzi huu kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa na haki, huru na unaoaminika, ambao utakuwa na uwezo wa
kutuletea serikali itakayowajali wananchi, lakini pia kupata wawakilishi katika vyombo mbalimbali vya kufanya maamuzi, na hasa bunge ambako sheria zinatungwa, sheria ambazo zinawagusa pia wafanyakazi katika sekta ya nishati. Sababu sisi tunafanya kazi katika sekta binafsi ambazo kuna matatizo mengi sana na yanahitaji misingi imara ya kisheria. Kwa hiyo ni rai yetu kwamba tupate uchaguzi ambao ni huru na haki, tuweze kupata viongozi wazuri, tuweze kupata wabunge wazuri ambao wakifika bungeni wanaweza wakatuwakilisha. Wafanyakazi wa migodini, pamoja na kwamba Tanzania ni nchi ambayo imewekeza kwenye madini kwa muda sasa, takriban active mining imefanyika zaidi ya miaka 20, lakini wafanyakazi bado wengi hawajawahi kunufaika na hii sekta. Wanashindwa kunufaika kwa sababu serikali pia hawajawahi kutoa kima cha chini chenye tija kwa wafanyakazi. Tunafanya kazi kwenye mazingira hatarishi sana. Kwa mfano wafanyakazi wengi wa migodini pindi wanapomaliza ajira zao wanakuwa hawana uwezo wa kufanya kazi zingine. Kuta watu mili imeumia, viungo havifanyi kazi na uwezo wa kujitibu tena hana. So ninachoweza kushauri serikali, kwa mfano hawa watu wanaodili na mambo ya usalama makazini, OSHA, ni kufanya ukaguzi wa kila mara. Though wanafanya, lakini pia haijawahi kuleta tija. Kuna migodi mingine watu wanafanya kazi kwenye mazingira magumu kweli. Ukiacha migodi mikubwa ya Tanzania ambayo inajulikana kama North Mara, GGM, Mbuli na Shanta kule, hiyo ni migodi ambayo kidogo imeboresha mazingira ya utendaji wa kazi. Kuna migodi mingine, kwa mfano kama hii mingine iko Mara na Shinyanga hapo, watu wanafanya kazi kwenye mazingira magumu. Ukienda kwa kama kule kusini kuna watu wa migodi wanaofanya migodi ya Wachina wale pale. Mazingira ni magumu, watu wanafanya kazi, usalama hauzingatiwi. Sasa unakuta kama serikali isipokuwa makini, maeneo ambao serikali lazima ihakikishe kwamba Tanzania wafanyakazi wake, wataalamu walionao hawawi cheap sana. Hatutakiwi kuendelea kuwa cheap laborers kwa hii miaka yote tuliokuwa nao. Sasa hivi Watanzania wanaendesha migodi wenyewe. Wanafanya kazi zile ambazo zamani ziliaminika kwamba ni za wazungu. Wazungu sasa hivi wamepungua, which is good. Na kama wakiboreshewa malipo, serikali inanufaika na kodi ile pale. Na hata kama Mtanzania akiwa anatoka hapa anaenda kwa expatriate nje pale, anaenda kama mtu ambaye ana thamani yake, thamani ya kazi yake anayofanya inaonekana kwenye malipo yake. So serikali iangalie huo upande sana, kwamba wananchi wanaofanya kazi migodini wa Tanzania, kwa sababu tunapoenda kwenye ile local content inataka Watanzania wengi wapewe nafasi. Sasa unapewa nafasi ambayo mwenzako ambaye hakuwa Mtanzania alikuwa anayo, ila wewe unalipwa kitanzania Tanzania, yeye alikuwa analipwa kizunguzungu. Sasa hizo tofauti lazima serikali iweke sheria ambayo itafanya mtu ambaye ni expert aweze kunufaika na kazi yake ile pale. Lakini tukirudi kwenye maandalizi yetu kule Tabora yanaendelea vizuri, na mgeni wetu rasmi atakuwa Nicholas Mgaya ambaye ni katibu mkuu mstaafu wa TUCTA, na tayari ashafika pale Tabora. Kwa hivyo tunawaalika wafanyakazi watakao kuwepo karibu mazingira yale kujoin pale tutakapokuwepo, ili tuweze kusherehekea hizi sherehe zetu. Baada ya hizi sherehe pia tutakuwa na vikao vitu vya ndani ambavyo vitafanyika pale Tabora.